إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد حباب في الله أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل حقيقة الأمر لا توجد الفوز إلا بتقواه بقوله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا vipenzi vya Allah baada ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kuelekeza sala na amani kwa kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi. Jambo la kwanza na kuhusieni pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allah jalla wa ala, kwa sababu ya ucha Mungu, kwa maana kufuata yale ambayo aliyoamrisha Allah na kuacha yale ambayo aliyoyakataza ndio sababu pekee ya kufaulu kwa mja katika mgongo wa dunia mpaka mbele ya Allah jalla wa ala. Kwa uthibiti wa kauli yake pindi aliposema katika kitabu chake kitukufu, inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu ndio waliofaulu. Hababu fillah, ama mawdhu'atu al-yawm, mawdhu ya leo, kichwa cha habari kinasema as-sabru zinatul mu'min, subira, uvumilivu ndio pambo la muumini. Falinatahalla biha, basi tujipambe kwa pambo hilo. As-sabru, subira, zinatul mu'min ndio pambo la muumini. Falinatahalla biha, basi tujipambe kwa pambo hilo. Falinatahalla biha,
tujipambe katika mazingira hayo ya uvumilivu, tujipambe katika mazingira hayo ya subra, liannaha zinatul mu'min, kwa sababu ndio pambo pekee linalompendezesha mwanadamu muumini, asabr, subra. Qala ta'ala, Allah mtukufu amesema, inna Allaha ma'as sabirina, hakika ya Allah yupo pamoja na wavumilivu, hakika ya Allah yuko pamoja na wenye kusubiri linapowapata jambo, wanipoingiwa na maudhi ya aina yoyote, fasabaru fiha, wakasubiri katika jambo hilo. Inna Allaha ma'ahum, Allah yupo pamoja nao. Fillah, inna sabra, hakika ya subra, min maalimil azama, ni miongoni mwa alama ya utukufu wa nafsi ya mtu, wa min dalail haimatan nafs, na pia ni miongoni mwa dalili ya kutulizana kwa nafsi ya mtu, asabru, subra, ala ma haulaha, kutulizana nafsi hiyo kutokana na yale yaliyokuwa pembezoni mwake, yaliyozunguka. Walabbuna alkarimu arrahim, na Mola wetu mtukufu mwingi wa huruma, la yastajilu alayhi aladhab, haiwaishi adhabu kwa yule ambaye atakayemkosea. Wama marra taghiyatu mithla Firaun, na yale yaliyopita yote katika upande wa uovu, mfano wa uovu wa Firauni aliyofanya. Haithu qala, pindi hapo aliposema Firaun laanatullahi alayhi, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Firaun baada ya kujiwa na Musa na kuletewa ujumbe kutoka kwa Allah, alikusanya watu na akajinadi mbele za watu hadharani kwa kusema mimi ndio Mola wenu mkubwa. Lakini pamoja na uovu huu aliofanya Firauni, lakini Allah hajakuwa ni mwenye kumwaishia adhabu, bali alimtuma tena Musa na Harun, akawaambia idhhaba ila Firauna innahu tagha, nendeni wawili nyie kwa Firauni, hakika Firauni amepituka mipaka kwa hatua aliyoifanya au aliyoifikia kwa kusema yeye ndio Mola. Sasa tagha, amepituka mipaka. Idhhaba ila Firaun, nendeni kwa Firauni, mkifika kule mumfanyeje? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, mkifika kule nendeni mkamwambie maneno laini, maneno matamu mazuri, ili apate kukumbuka na pia apate kumwogopa Mola wake katika hichi alichokifanya. Wa rabbuna alkarimu arrahim, Mola wetu ni mwingi wa huruma, Mola wetu ni mkarimu mno. Kutokana na hichi kilichofanyika, Allah hajakuwa ni mwenye kuwaisha adhabu kwa Firaun, bali aliwaambia Musa na Harun, nendeni kwa Firaun, mkaenda kule kamwambieni maneno mazuri, ili mradi apate nafasi ya kuwasikiliza, basi ndimi zenu ziwe nzuri, ongeni kwa njia nzuri ili asikilize. La'allahu yatadhakkar au yakhsha, ili apate kukumbuka katika hicho alichokifanya au amuogope Mola wake katika hicho alichokifanya. Tatakallamu haula sabri, tunachokizungumzia ni subra, uvumilivu. Hababu fillah, walisabri anwa'u thalatha, subra imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Kuna sabru ala ta'ati Allah azza wa jalla, kuvumilia na kusubiria katika kumcha Allah, katika takwa cha Mungu, kutekeleza ibada na mengineyo. Kuna baadhi ya adha zinazopatikana ndani yake, inahitajika tuwe na subra katika jambo hilo. Aina ya pili, sabru ala ta'ati Allah azza wa jalla, naam, sabru ala ma'siyati Allah,
wana uvumilivu katika kumwasi Allah. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema kwamba moto umepambwa kwa mambo ambayo yenye shubu, yenye kuvutia nafsi za watu, lakini pia pepo imepambwa hujibati bil makari, imepambwa, imezungukwa na mambo ya kuchukia, ya kuchukiza. Kwa hiyo kuwa mvumilivu katika kumwasi Allah, kwa sababu mengi sana katika maasi mara nyingi nafsi huwa zinavutia kuingia katika jambo hilo. Kwa hiyo tuwe wavumilivu kwenye hilo. Ni aina ya pili ya subra. Ama aina ya tatu, sabru ala aqdari Allah azza wa jalla, kuvumilia katika makadirio ya Allah. Allah amekukadiria kheri, amekukadiria shari, yahitajika uwe mvumilivu katika hicho ulichokadiriwa na Allah. Babu fillah, as-sabru, subra zinatul mu'min, ndio pambo la muumini. Fa inatahalla biha, basi tujipambe kwa pambo hilo la subra. Amma alana an-nadhra namudhaja as-sabirina. Hivi sasa tuangalie mifano ya wenye kuvumilia, kusubiri. Walikuwaje waliotangulia, wema waliotangulia, manabii, masahaba na wengineo? Walikuwa katika hali gani walipokutwa na adha? Walikuwa katika kipimo gani juu ya swala zima la subra? Namudhaju sabirina, mifano ya waliosubiria. Wa kwanza Ibrahim alayhi salam. Mara nyingi sana wanapenda kutumia kasas, visa, kwa sababu huwa vinaganda katika vichwa vya watu. Na pia Allah anasema hakika katika visa vyao vilivyopita tunavyowaletea sasa katika Qur'ani, la'ibratun liulil albab, wanapata mazingatio wenye akili salama. Kwa hiyo pia katika kuangalia mifano ya waliosubiria katika wema waliopita, tutaangalia visa mbalimbali. Kwanza Ibrahim alayhi salam, nabii wa Allah Ibrahim. Allah anasema akizungumzia tukio la Ibrahimu kugombana na kaumu yake, watu wake, pamoja na baba yake akiwa ndani ya watu hao, katika swala zima la kuabudia masanamu, mpaka ikafikia hatua aone sasa haina haja ya masanamu ya baki, ngoja nifanye taratibu ya kwenda kuyaangamiza, kuyavunja na mengineyo. Allah anasema faj'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Baada ya kaum ya Ibrahim kutoka na kwenda katika shughuli zao, aliingia katika jengo lao la ibada, akayavunja masanamu, akafanya vipande. Baada ya hapo akaliacha kubwa lao, lile kubwa la sanamu kabisa lile akaliacha, ili wapate kurudi waje kuona kitu ambacho kilichofanyika. Pili waliporudi wakawa wanaulizana wao wenyewe kwa wenyewe, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Jamani, aliyefanya hili katika miungu yetu hii ni nani? Hakika huyu ni dhalimu mkubwa, amedhulumu nafsi yake, kwa sababu hii ni miungu ndio inatufanyia basi katika kia tunayohitaji sisi. Leo amevunja, huyu ni dhalimu mkubwa. Wakatokea wengine wakasema kwamba tulimsikia kijana na wataja kwa ubaya, samina fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kuna kijana tulimsikia akitaja vibaya miungu, anaitwa Ibrahim. Akasema fa'atu bihi ala ayunin nas, hebu mleteni Ibrahim mbele ya macho ya watu, la'allahum yashhadun, ili wapate kushuhudia jambo ambalo tutakalomfanyia yeye kwa ile tukio alilofanya. Alivyokuja ikabidi wamuoje waweze wakamhukumu basi na kupata uhakika juu ya hilo. Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, Ibrahim wewe ndio unasubutu kufanya hili katika miungu yetu hii? Akasema amefanya mkubwa wao huyu hapa, muone huyu ndio aliyebaki, ndio aliyofanyia wenziwe. Waulizeni wakiwa wanatamka,
Kutokana na jibu hili lilikuwa ni kubwa kuliko kwa upande wao. Ni kweli kama tunamwamini ndio anayetupa riziki, anayetufisha, anayetuisha, ana uwezo wa kuua wenzie. Hapo akarudi katika nafsi zao na kujinamia wenyewe kwa wenyewe, akaambiana sasa tumeshadhulumu nafsi zetu, innakum antum zalimun. Lakini kwa vile wao walikopotuna hali ile ya kibri, wakaja kugeuka juu ya hilo, wakasema wewe Ibrahimu, kwani wewe huna akili? Huoni kwamba miungu haitamki? Akawauliza, ikiwa nyinyi mnaona hii haitamki, kwa nini mnakiomba kitu ambacho hakiwezi kikakunufaisheni na chochote wala hakiwezi kikawadhuru? Ufin lako, ni ubaya ulioje ambao wa hiki mnachokifanya. Walima taabuduna min duni llahi afala taqilun, na vile vyote mnavyoviabudia kinyume na Allah hamuna akili timamu, hamuna akili salama. Kutokana na hapo wakaambizana kwamba mchukueni huyu na mtupeni katika moto, kama nyinyi mkiwa kweli mnataka kuitetea miungu yenu hii, harikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, mchomeni moto. Tukio hilo alifanya kwa kukusanya kuni nyingi kwa ajili ya kumteketeza Ibrahim kwa kosa alilofanya. Lakini Ibrahim katika kipindi chote hicho alikuwa sabira, ni mwenye kuvumilia katika jambo hilo. Wakafanya vya kufanya na wakamtosa kweli katika moto, ila baadhi ya pokezi kabla ya kuingia katika moto alijiwa na Jibrilu, akamwambia mimi na uwezo wa kukuokoa kwa namna yoyote hapa ulipo, sema nikuokoe nikutoe kwenye hivi. Akasema inna ma'i rabbi sayahdini, wewe Jibrilu ni kiumbe kama mimi, hauwezi ukaniokoa kwa lolote, aliyekuwa pamoja nami ni Mola wangu, mimi navumilia nasubiria Mola wangu ndiye atakayekuja kuniongoza kwenye hili. Allah akasema kwamba tukasema moto kuwa baridi na kuwa wa amani kabisa, salama kwa Ibrahim. Kuna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tunazungumzia kuhusiana na masuala ya subra. Subra ndio pambo zima au ndio pambo halisi la mwanadamu au la Muislamu, la muumini. Muumini anatakiwa ajipambe katika pambo hilo. Ama kutokana na hayo yote aliyovumilia Ibrahimu, Allah anamsifia katika Qur'an, anasema inna Ibrahima kana ummatan kanitatan lillah, hakika Ibrahim kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Hakika ya Ibrahimu alikuwa ni umma, Ibrahimu peke yake, lakini Allah kutokana na zile subira alizokuwa nazo, yale aliyofanya katika kaumu yake, vitimbi vikubwa alivyomfanyia akavumilia, Allah anasema hakika alikuwa umma. Yule kwa imani aliyokuwa nayo, kwa uvumilivu aliyokuwa nao sawa na umma hanifan, ambao umetakasika na mila zote potofu na hajakuwa katika washirikina. Asabru zinatul mu'min, subira, uvumilivu ndio pambo pekee la muumini na bidii ajipambe nalo. Hababu fillah, Ayub alayhi salam, nabii wa Allah Ayub aliugua kwa muda wa miaka 18, lakini katika kipindi chote hicho yuko katika uvumilivu. Allah anatunukulia kisa hicho kwa kusema wazkuru abdana Ayuba. Hebu kumbuka na taja historia ya mja wetu Ayubu. Idhnada rabbahu, pindi pale alipomuita na kumuomba Mola wake, anni mathani ash-shaytan binusubi wa adhab, hakika mimi amenipata shaitani kwa vitimbi na kuniadhibu. Allah, kwa vile nabii wa Allah alikuwa yupo katika muda mrefu sana juu ya uvumilivu, alivyoomba dua hili akampa dawa hapo hapo, akamwambia urkubu birijlika hadha, piga kwa miguu yako katika sehemu hiyo hapo ulipo, urkubu birijlika hadha,
piga miguu yako hapo ulipo, yatatoka maji ambayo utakunywa na pia mengine utakoga kwa ajili ya kujitibu juu ya hilo tatizo lokuwa nalo. Urkubu birejilika hadha baridun mukhtasarun wa sharabu, piga miguu yako hapo, yatatoka maji ya baridi, utakunywa na mengine utaoga kwa ajili ya kujitibu juu ya swala hilo. Lakini pia Allah anasema wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan minna dhikra li ulil albab. Baada ya hapo wale watu wake wale wote waliomkimbia, kwa sababu ilikuwa ni hali mbaya kwake yeye, kwa kiasi ambacho alibakiwa na mkewe, waliomzunguka wengi sana walimkimbia kulingana na hali ya ugonjwa aliyokuwa nayo. Sasa anasema tukamrudishia watu wake na wenginewe ambao waliokuwa hapo pamoja naye, wakaja wakaungana na yeye Ayubu. Hali ya kuwa ni rahma kutoka kwetu sisi na ni ukumbusho kwa watu wenye akili timamu. Akaendelea kusema Allah, wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wala tahna inna wajadnahu sabila ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa khudh biyadika dhighsan, na chukua kwa mkono wako vijijitijiti vijaze katika mkono wako, fadhurib bihi, aya mpige huyo ambaye ulimnuia kwenye hilo. Wala tahnas, wala usije ukakata kiapo chako ukavunja kiapo chako. Inna wajadnahu sabira, sisi tulimkuta yupo katika uvumilivu nabii wa Allah Ayub. Haya yote tunamfanyia inna wajadnahu sabira, kwamba sisi tulimkuta yupo katika hali ya uvumilivu, mwenye kusubiria katika yale aliyomkuta. Ni'mal 'abdu innahu awwab, ni mja aliye bora zaidi huyo Ayub, kwa sababu yeye ni mwingi wa kutubia kwa Mola wake. Ndatakallamu aula sabr, tunazungumzia subra. Subra ni pambo ambayo inatakiwa mimi, wewe na mwinginewe tujipame nayo, kwa kiasi ambacho subra sasa hivi imekosekana kwa namna moja ama nyingine. Tunatukanana wenyewe kwa wenyewe, tunafanyana uadui wenyewe kwa wenyewe katika mambo ambayo mtu ulikopo naweza kukaa chini na kuyavumilia kwa namna moja ama nyingine. Asabru, subra. Hababu fillah, mu'min ali Firaun, watu walioamini miongoni mwa watu wa Firaun. Firaun kama tulivyozungumzia mwanzo, alikuwa ni mtu wa kujikweza na kujiona yeye ndio mstahiki wa ibada na mengineyo. Alifikia kupituka mipaka kwa hali hiyo. Lakini sasa kutokana na tukio lililotokea katika miujiza ya Allah ambayo iliyofanywa na nabii wa Allah Musa, baadhi ya watu walimwamini Musa alayhi salam. Allah anasema falamma jaa as-sahratu qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Walivyokuja wale wachawi kwa Firaun, kwa sababu Musa alivyoenda kwa Firaun, baada ya Firaun kukataa lile alilokuja nalo, ikabidi amuoneshe miujiza. Miongoni mwa miujiza hayo ni fimbo yake ambayo inageuka nyoka, ni visa maarufu. Mkono wake pia akiutia mfukoni, akiutoa na kwa mweupe na melemeta sana. Alivyoona hivyo, Firauni akawaambia waliokuwa pembezoni, akamwambia huyu ni mchawi. Tena uchawi wake uko wazi kabisa, uko dhahiri. Nipeni ushauri. Wale julasa wake, mawaziri wake wakamwambia cha kufanya, hao waambie waende zake, Musa na Haruna waondoke. Wewe kusanya wachawi tena waliobobea kwenye fani hiyo, alafu uje nao ili mali tumuone uchawi wake kama kweli utafanya kazi. Ukafanywa hivyo. Sasa walivyokuja wachawi wakamuuliza Firauni, hivi sisi tutapata malipo yoyote endapo tulikuwa tumeshinda kwenye ile? Firauni akamwambia ndio, wa inakum idhan minal muqarrabin, malipo yenu nyinyi ndio mtakuwa watu wa karibu na mimi, mpo karibu na rais, mpo karibu na bosi na Mungu, kwa sababu mimi ndio Mungu wenu, mtakuwa karibu na Mungu. Musa akawaambia tupeni hivyo mlivyokuwa navyo. Wakatupa vifimbo vyao, vijiuziuzi vyao ambavyo vilikuja kuloga macho ya watu kwa kuonekana kama ni vinyoka vinatembea tembea.
Baada ya hapo fa'alqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun. Musa naye akatupa fimbo yake. Baada ya hapo ikawa ni nyoka, akawa na okota vya vijinyoka vyote. Kutokana na hali walioiona wale wachawi, kipaji walichokuwa nacho, uzoefu kwenye kazi yao waliopewa na Firauni, wakaona hapana, huu sio uchawi bali ni miujiza kweli kutoka kwa Allah. Hapo wakaamini na akaporomoka hali ya kusujudu. Kutokana na tukio hilo, Firauni alichukizwa, akasema, hivi mnamwamini huyu au ndio mkubwa wenu katika wachawi aliwafundisheni? Si vinginevyo, huyu ndio aliwafundisha. Sasa mtanitambua vizuri, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Nitakata mikono yenu na miguu yenu tofauti, mguu wa kulia, mkono wa kushoto, na afu nitawasulubu wote. Wale waumini wa zama za Firauni, wa kaumu ya Firauni, wakasema la dhaira, hakuna ubaya yote kwa ile utakayotufanyia. Inna ila rabbina munqalibun, sisi tunaelekea kwa Mola wetu, hakuna ubaya yote, fanya tu. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin, matumaini yetu sisi atusamee Mola wetu kwa makosa tuliyofanya, kwa sababu ndio tumekuwa wa mwanzo kuamini kwenye hili. Musa Firauni akatekeleza aliyotekeleza. Ama katika aya nyingine Allah anasema, qalu, wakasema, lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinat walladhi fatarana faqdi ma anta qafi inma takfi hadhihi alhayata ad-dunya. Wakasema kwamba sisi hatuwezi tukakuchagua wewe na tukaacha hizi hoja zilizotujia za wazi kabisa, tunaona ukweli ni huu, tukakufuata wewe Firauni, hatufanye akili hiyo. Na vile vile hatuwezi tukamwacha aliyetumba sisi tukakufuata wewe ambaye na wewe umeumbwa, hatufanye hiyo. Basi hukumu tu ma anta qab, maadamu wewe ni mwenye kuhukumu katika mgongo huu wa ardhi, hukumu. Inama takudhi hadhihi alhayata dunya, hakika vinginevyo kuhukumu kwako ni katika mgongo wa dunia tu, ukitoka na hapa huna hukumu tena, tu hukumu. Tunazungumzia subra, uvumilivu, ni pambo la muumini. Yani ndio sunnatul kaunia, ndio nature ya mwanadamu. Muislamu anatakiwa katika hali hiyo avumilie katika hali tofauti za matatizo yanayomkuta, adha, maudhi yanayomkuta kutoka kwa mwenziwe, kutoka kwa chochote kile ambacho kitakachomzunguka. Sabru, uvumilivu. Babu fillah, asabru, uvumilivu, zinatul mu'min, ndio pambo la muumini. Basi na tujipambe kwa pambo hilo, tutoke katika hali tuliyokuwa nayo, kwa kiasi ambacho mtu unashindwa kumvumilia mwenzio kwa kitu kidogo sana. Kun sabiran fi, kuwa mwenye kuvumilia kwenye hilo. Inna Allaha ma'aka, Allah yuko pamoja na wenye kuvumilia. Kuna mmoja kati ya maswahaba alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ausini ya Rasulullah, Mtume, hebu niusie. Mtume akamwambia, la taghadhabu, usikasirike, usichukie. Yani katika maisha yako kuwa ni mwenye kujikita sana katika uvumilivu na subira. Yule bwana akaona uvumilivu ni wasia nilotaka ni uto, usiana na masuala mazima ya kutokukasirika. Farata damirara, akawa narudia kumwambia, kumuuliza Mtume na kumuomba, hebu niusie Mtume. Yeye alitegemea kwamba atamweka chini kwa muda mrefu sana, anampa wasia kama tulivyozoea katika jamii. Akarudia tena vile Mtume kwamba la taghadhabu, usichukie. Sabru, uvumilivu, ndicho kitu ambacho tunatakiwa tujipambe nacho, tuishi nacho. Babu fillah, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokelewa kutoka kwa Urwa bin Zubair, qala qultu li Abdullah ibn Amr ibn al-As, nilisema kumwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, akhbirni, nijulishe, bi ashaddi shay'in, kwa kitu kizito, kitu kigumu zaidi, sanaahu al-mushrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambacho walichowahi kukifanya washirikina kwa mtume wa Allah. Qala, akasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi fina'i al-raqabati, bin mtume alikuwa anaswali, anafanya ibada
katika kiwanja kilichokuwepo katika Al-Kaaba. Idh akbala Uqba bin Abi Mu'ayth, ghafla akatokea bwana mmoja kuitwa Uqba bin Abi Mu'ayth, huwa min al-kuffar, kipindi hicho na yeye ni makafiri au ni miongoni mwa wakafiri. Fa akhadha bimankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alipoenda pale akashika bega la Mtume, wala wataubahu, na akaikusanya nguo yake, yani kakusanya nguo ya Mtume, fi unukihi, katika shingo yake, wa anakahu ankan shadida, baada ya hapo akamkunja, kumkunja kulikokuwa kukali zaidi, kwamba akamkaba kumkaba kweli kweli. Fakana sabira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alayhi, kutokana tukio hilo Mtume wetu akawa ni mwenye kuvumilia kwenye hilo. Fama balu ana wa anta, mimi na wewe tupigie picha kama hiyo na tukuta mimi na wewe tunafanyaje? Aswaburu, subira, uvumilivu. Ama katika hadithi nyingine vivyo ikionyesha juu ya uvumilivu wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alayhi, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema baina nabii sallallahu alaihi wasallam bin Mtume sajidun, alivyokuwa amesujudu, wa haulahu nasu min Quraish, pembezoni mwake kulikuwa na watu miongoni mwa Quraish. Fajaa Uqba bin Abi Mu'ayth, akaja Uqba bin Abi Mu'ayth bisala jazuri, kwa matumbo ya ngamia. Sala ni ile jitufe ambalo linahifadhia chakula katika mwili wa kiumbe. Kwa hiyo ngamia ile jitufe lake lote halijapasuliwa wala hakijatolewa ule uchafu, akaja nalo akiwa analikokota yule bwana Uqba tu. Fakadhafa wala ba'li nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa amesujudu, akalichukua akalitupia juu ya mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yarfa ra'sahu, kutokana tukio hilo basi hajaweza Mtume kunyanyua kichwa chake, akawa amebaki pale pale chini. Lile jidude ni zito, hawezi kulitoa, na wale ambao wanashuhudia ile tukio wanamuogopa Uqba, kwa hiyo anabaki tu kuangalia, hakuna kitu kingine walichokifanya. Fajaat Fatima alayha salam, akaja Fatima ambaye ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi, fa akhadhathu, akaja akalichukua lile jidude akalitoa min dhahrihi, kutoka katika mgongo wa Mtume. Wa baada ya hapo wadaati ala man sanaa, akamwombea dua baya yule ambaye alofanya tukio lile. Tunazungumzia subira, uvumilivu, kwamba tunatakiwa tujipame katika hali hiyo, tuondoe hali iliyokuwepo kwa kiasi ambacho jau ya Kiislamu, hewa ya Kiislamu, anga ya Kiislamu sasa imechafuka kwa namna moja ama nyingine. Sio hivyo tu, katika jamii, maisha ya kati yetu Waislamu pia inakuwa ni mitihani, chuki zisizokuwa na maana, mifundo tofauti tofauti, uadui, kutokana na kutokuwa na uvumilivu. Ikiwa uvumilivu ndio pambo zima, ndio ishara zima ya Muislamu au ya muumini. Ababu fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hijra alifanya, akaenda Taif. Alivyoenda kule watu wa Taif wakawa hawajampokea kwa maana ya kumkubali, wakamfanyia vituko, vitimbi. Miongoni mwa vitimbi hivyo waliwakusanya wale watu wapuuza pumbavu, watoto, wakawa wanamwambia mzomeni na mtupieni mawe. Kwa hiyo wakawa wanamzomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatupishiwa mawe kwa kiasi ambacho mpaka damu zikawa zinamtiririka kwenye mwili wake. Na kipindi hicho alikuwa na Zaid bin Harith, wapo katika njia wanaulizao Maka, Taif kumeshinda, wakatokea malaika wawili, Jibril na malaika wa milima. Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba niliyekuwa nani malaika wa milima? Allah ametuambia tuje kukuuliza, endapo kama utakuwa radhi tuchukue milima miwili iliyokuwa katika mji tuwafunike nayo kutokana na hilo walichokufanyia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma, Allah, ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, waongozi watu wangu, hakika watu wangu wamenifanyia jambo hili, hawajui walichokifanya. Allahu samad. Mimi na wewe kama tunafanywa adha kwa namna moja ama nyingine, hata ya kusemwa vibaya tu, basi hilo tukio lake litakalokuja kujitokeza baada ya hapo, Allahu shahidu. Hababu fillah, natakallamu hawla sabri, tunazungumzia uvumilivu, subira. Tunatakiwa tujipame katika hali hiyo, ili mradi tuoneshe ishara njema, tuoneshe picha halisi ya Uislamu, kwa sababu hilo ndio pambo la muumini. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ahbab fillah, subra, uvumilivu katika yale yanayotukuta kwa upande wa katika upande wa kuacha na kutokuingia katika maasi, uvumilivu. Vile uvumilivu uonekane katika kumcha Allah jalla waala, kwa sababu ibada zake nyingi sana zinahitaji juhudi kwa namna moja ama nyingine, na uvumilivu vile juu ya makadirio ya Allah ambayo amekadiria juu yetu, kwa sababu ya subra zinatul mu'mini, ndio pambo la muumini, ndio ishara ya muumini. Basi tujipambe kwa pambo hilo. Tukiangalia waja wema waliopita, mifano iko mingi sana ya sisi tuige kwenye mifano hiyo, kwa sababu mifano hii yote inaletwa, visa hivi vyote vinaletwa lengo kwamba sisi tupate kuongoka na tufate mwenendo wa wale ambao waliokuwa kabla yetu. Kuna mifano mingi ya kina Bilal walivyokuwa wanateswa, na kina Umayya bin Khalaf, kina Ammar bin Yasir na wazazi wake, ila mtume alikuwa anawaambia tu sabra, kuweni wavumilivu nyie watu wa Ammar, fa inna mau'idakum aljanna, kwa sababu ahadi yenu aliyoandalia Allah ni peponi. Hiyo ndio faida ya uvumilivu. Yako mengi katika swala hilo. Tumalizie kwa kuangalia mwanamke ambaye aliyejikita katika uvumilivu, na yeye katika hali ya ugonjwa. Na maanisha uvumilivu si katika adha tu, hata kwenye swala la ugonjwa, kama tulivyomuona nabii wa Allah Ayubu, pia tunahitajika tuwe wenye kuvumilia kwenye hali hiyo. Ana Ata bin Abi Rabah qala, kutoka Ata amesema, qala li ibn Mas'ud aliniambia, ala urika mra'atan min ahli aljannah, hivi nisikuoneshe mwanamke miongoni mwa watu wa peponi? Qultu bala, nikasema nioneshe. Qala, akasema, hadhihi almar'atu sauda, huyu mwanamke mweusi unamuona, atati nabii sallallahu alaihi wasallam, kuna siku alimwendea mtume, faqala, akasema, inni asra, mtume mimi ninaanguka. Asra yana napata ugonjwa wa kifafa, mimi nasumbuliwa na kifafa, naanguka mtume. Wa inni atakashafu, na ninapoanguka nguo zangu zinanifunuka. Fad'u Allah ali, niombe kwa Allah aniponyeshe ugonjwa nilokuwa nao. Qala, mtume akasema, insiti sabarti walakil janna, ukitaka vumilia, kuwa na subira katika hali uliyokuwa nayo, faida yake utapata pepo. Wa insiti, na endapo ukitaka, da'autu Allah laki ayuafiki, nitamwomba Allah akuponyeshe ugonjwa uliokuwa nao. Yule mwana imama alivyosikia masuala ya malipo ya pepo kwenye swala zima la subira, kuvumilia, fakala, akasema, asbiru, mimi nasubiria kwenye hili, niache hivi navumilia. Fakala, ila akasema tena yule mama, inni atakashafu, tatizo kubwa hizo nguo zangu zinanifunuka, hii hali haina shida, nitaivumilia kutokana na malipo nitakayoyapata, lakini inni atakashafu, zinanifunuka nguo zangu ikinipata hii hali. Fad'u Allah li alla atakashafa, basi muombe Allah hizi nguo zisinifunuke ninapoanguka. Fad'a laha, mtume Allah akamwombea mwanaimama yule. Kikubwa ni sabru, tunachokiangalia ni uvumilivu. Tujitahidi kwa namna moja ama nyingine, tuondoe hali zilizokuwepo, tuwe wavumilivu katika familia tulizokuwa nazo, tuwe wavumilivu katika madaraka, katika uongozi tuliokuwa nao, ili mradi tuoneshe ishara njema, tuoneshe picha halisi ya Uislamu, kwa sababu uvumilivu, sabra, ndio pambo linalompamba muumini. Muumini anatakiwa aumbie katika hali hiyo, awe amepambwa katika hali hiyo ya subra, mimi, wewe na mwingine Muislamu. Basi jambo hili linatuhusu, na tuikite zaidi katika swala hili, kwa sababu malipo yake si mengineyo isipokuwa pepo, kama tulivyoona kupitia aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا باطل الباطل وارزقنا اجتنابه بمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة